Mambo vipi? Kuna watu kwenye hii dunia wao wanahisi kwamba hawawezi kutapeliwa. Labda nikwambie kitu kimoja, hujakutana na tapeli mwenye akili nyingi na mipango mingi. Leo tunamwangalia mwanamke ambaye aliweza kuitapeli dunia kwa miaka 10 mfululizo. Na huyu si mwingine bali ni Elizabeth Holmes. Alizaliwa Februari mwaka 1984 katika jimbo la Washington DC kule nchini Marekani. Elizabeth alikuwa akijulikana kama mtoto mwenye kupenda pesa sana katika utoto wake. Yaani tangu utotoni anasemekana kupenda pesa sana. Wazazi wake mpaka walikuwa wanasema hivi, ilikuwa ikifika Christmas watoto wengine wakiulizwa wapewe zawadi gani wanasema nguo mpya, viatu vipya, midoli ya kuchezea nini, lakini Elizabeth yeye alikuwa akiwaambia wazazi wake wasimnunulie zawadi bali wampatie ile pesa aitunze. Namna hiyo miaka ilienda mbele na Elizabeth alikuwa akafanikiwa kujiunga na Stanford University, yani chuo kikuu cha Stanford, na pale alikuwa akisoma chemical engineering, uhandisi katika masuala ya kemikali. Akiwa chuoni, Elizabeth alikagua mifuko yake na akajiona hana pesa ya kutosha. Kiufupi ni kwamba si kwamba Elizabeth alikuwa akitokea katika familia ya kimaskini, la hasha, alikuwa akitokea kwenye familia yenye fedha tu kawaida ambayo inaweza kumsomesha ikampatia mahitaji 1 2 3, japo haiwezi kumtimizia yale mambo yake makubwa anayoyataka. Hapana. Sasa Elizabeth alianza kufanya kazi za huku na kule ili abusti kipato chake. Kwa kifupi ni kwamba Elizabeth alikuwa na ndoto ya kuwa tajiri mkubwa duniani. Yaani alikuwa anataka kwamba majina ya matajiri wakubwa duniani yakitajwa na la kwake litajwe. Sasa Elizabeth alivyokuwa akifanya kazi na huku na kule, alikuwa akikusanya pesa huku kule wapi, akiendelea kusoma na ile pesa ambayo ipata kutoka kwa wazazi wake, lakini bado alikuwa akiangalia, anaona kabisa ile pesa haitoshi wala haiwezi kumfikisha katika malengo yake anayoyataka, yani akuwa bilionea mkubwa katika umri mdogo. Sasa Elizabeth ilibidi amfuate profesa wake mmoja pale chuoni. Akamwambia, "Profesa, hivi nifanye nini ili niweze kuwa tajiri mkubwa hapa duniani? Niwe kama kina Bill Gates nini?" Profesa wake alimwambia kitu kimoja cha maana sana. Alimwambia hivi, mabilionea wote wakubwa au matajiri wakubwa wote duniani wanakaribia sifa moja ya kufanana. Wote walianzisha kitu au walivumbua kitu. Kwa hiyo na wewe nakushauri, ukitaka uwe tajiri mpaka pesa zako yani zisihesabike ziwe nyingi sana, yani mpaka uhisi kuchanganyikiwa kwa kulewa pesa nyingi, vumbua kitu au anzisha kitu ambacho hakipo katika hii dunia. Na ninakushauri kwa sababu unasoma masuala ya kemikali na nini, vumbua katika sayansi ya afya ya mwili wa mwanadamu, kwa sababu ndio uvumbuzi pekee ambao hautokaa uende out of trend, yani hautoenda out of fashion. Hautofika kipindi kwamba ukazeeka huo uvumbuzi wako au watu wakavumbua kitu kikubwa zaidi yako. Hapana, kwa sababu wanadamu kila siku wanazaliwa na wanadamu kila siku wanazidi kuugua na magonjwa yanazidi kuwa mengi, yani badala ya kupungua. Kwa hiyo ukivumbua kitu katika sayansi ya afya ya mwanadamu, jua utajitengenezea pesa nyingi sana. Elizabeth aliuchukua ule ushauri wa profesa wake serious sana. Kana kwamba alipotoka kwa profesa wake alikimbilia hospitali kwenda kuangalia wapi kuna dosari avumbue nini. Alipofika aliona watu wakiwa kwenye upimaji damu. Elizabeth aliliangalia zoezi zima la upimaji damu kwa umakini na kwa ukaribu sana ili aone dosari zilizopo katika zoezi zima la upimaji damu, na aliweza kugundua dosari kuu 3. Dosari ya kwanza ni muda. Mtu anapima damu sasa hivi anapata majibu baada ya nusu saa, mtu mwingine anaambiwa njoo kesho, mtu mwingine anaambiwa baadaye, yani inatokana na ugonjwa. Pili, akaona gharama zilizopo katika upimaji damu. Akaona gharama ni kubwa sana, yani watu wanalipa pesa kubwa kupima damu. 3, akaona maumivu. Yani aliangalia watu walivyokuwa wanapima damu, wanachukuliwa damu kutoka katika mishipa ya mikono, akaona watu wanaumia sana. Kwa hiyo akaamua atatengeneza kifaa ambacho kitafuta zile dosari au kitaondoa au kitasolve tatizo ya zile dosari, kwamba kifaa chake atakachokitengeneza kitatumia muda mchache sana kutoa majibu. Mtu ataweka tu damu yake hapo, itaskaniwa, majibu yatatoka. Pili, kitakuwa na gharama nafuu. Popote pale ambapo kitasambazwa au maabara zozote ambazo kitakuwa na kifaa chake, watu watapima damu kwa bei nafuu. 3, hakutokuwa na uhitaji wa kutoa damu kwenye mishipa. Yaani mtu atachoma tu sindano kwenye kidole, tone 1 2, damu hiyo itatosha, itaskaniwa na itatoa majibu. Namna hiyo Elizabeth alikuwa ameshajua avumbue nini tayari. Elizabeth alirudi kwa profesa wake akamwambia, "Profesa, mimi nataka kuacha chuo." Profesa akamuuliza kwa nini? Akamwambia, "Kwa sababu nataka niende nikaanzishe kampuni yangu ili nitengeneze kifaa ambacho kitaweza kuscan damu ya binadamu." Profesa akamwambia, "Hebu naomba nielekeze." Akamwambia, "Nimeenda hospitali, nimeona zoezi zima la upimaji damu, watu wanatolewa damu kwenye mishipa, kwa hiyo wanaumia. Nataka nianzishe kifaa ambacho
Mtu atatolewa tu damu kwenye kidole kidogo tu, tone moja au matone mawili yatatosha tu. Damu yake itaskaniwa na kitakuwa na gharama nafuu katika upimaji. Lakini pia nimeona hospitali watu wengine wanaambiwa waendee majibu baada ya siku moja au mbili. Sasa mimi nataka nianzishe kifaa ambacho mtu atapata majibu papo hapo. Akishaweka damu yake tu kwenye kifaa, inaskaniwa, anapata majibu yake. Profesa alimwambia kitu kimoja, na kutakia uvumbuzi mwema, nenda kapambane, vumbua hicho kifaa. Akaambia fu profesa, nitakapovumbua hicho kifaa nitakiita Edison. Yani kwa kifupi ndio, yani Edison jina la mtu hivyo hivyo. Kwa hiyo Elizabeth alienda kufungua kampuni yake na akaiita Theranos. Sasa Theranos ilipoanza, Elizabeth alianza kutafuta watafiti huku na kule, akaanza kupigia watafiti wa China, akaanza kutafuta watafiti wabobezi katika sayansi ya mwili wa binadamu pale Marekani nini, akawa anawapigia, anawashirikisha wazo lake, wengine walikubali, wengine walikataa. Hivyo akawaambia sasa jiandaeni, wale waliokubali akamwambia jiandaeni, baada ya muda mfupi nitawakusanya mahali pamoja ili tuweze kutengeneza kifaa Edison. Theranos ilipoanza, Elizabeth pia alipata mawazo, nitaendeshaje kampuni bila pesa? Ikabidi aanze kutafuta wawekezaji ambao watawekeza katika kampuni yake ya Theranos. Elizabeth alilenga makundi matatu makubwa: wanasiasa, wawekezaji kwenye biashara wakubwa sana, pamoja na viongozi mbalimbali katika jeshi la Marekani. Yani akaamua kwamba bodi yake ya wakurugenzi na wawekezaji wake watakuwa aina fulani ya watu. Lakini kabla hajaenda kwa watu, alianza kupita kwa majirani zake, rafiki zake, wazazi wake. Sasa ukiangalia katika nchi zilizoendelea nyingi, ukiwa na wazo ukaenda ukawashirikisha wawekezaji, wawekezaji wanakupatia pesa, wewe unaendelea na lile wazo, unapambana mpaka lije katika maisha, yani lifikie malengo. Ukiangalia kampuni kama Apple hii ya simu na sijui saa nini, Steve Jobs yeye alikuwa na wazo, akawashirikisha wawekezaji wakawekeza kwake, na leo hii kampuni ya Apple ni kubwa sana, na wale waliowekeza pesa wana hisa nyingi sana na wanapata pesa nyingi sana. Ukiangalia Netflix pia mwanzilishi alikuwa na wazo, akawashirikisha wawekezaji wakampatia pesa. Leo hii Netflix ipo karibia duniani kote, watu wanaangalia movie kupitia Netflix na series na nini hivyo. Kwa hiyo waliowekeza pesa katika Netflix wakati wameshirikishwa wazo, leo hii wanavuna faida. Sasa Elizabeth alipoanza kuwashirikisha watu juu ya wazo lake juu ya utengenezaji wa Edison katika kampuni ya Theranos, watu waliona hili wazo likitiki litaingiza mabilioni ya fedha, kwa sababu yani mahospitali ni duniani kote watahitaji hicho kifaa, mafamasi watahitaji hicho kifaa. Yani hivi vifaa vya zamani ni kama vile vitawekwa pembeni, kwa sababu kitakuwa kimeingia kifaa chenye uwezo mkubwa zaidi. Sasa jirani yao ndio alikuwa mtu wa kwanza kuwekeza katika kampuni ya Theranos, na yeye alitoa dola za Kimarekani shilingi 500,000 kwa mwaka 2004. Haya yote yalikuwa yanatokea 2004. Theranos ilifunguliwa 2004 na Elizabeth aliacha chuo mwaka huo 2004. Sasa ukiangalia ile pesa aliyokuwa amewekeza yule jirani yao, dola za Kimarekani 500,000 kwa pesa ya Kitanzania kwa mwaka 2004 ni kama milioni 550 na ushare huko. Sasa alivyoanza kupata pesa huku na huku, akaenda kwa wanasiasa wakaangalia wazo lake, wakaona kabisa kwamba hili wazo likifanikiwa, I say tutakuwa mabilionea wakubwa sana, yani tutavuna pesa nyingi sana. Kwa hiyo wakaanza kuwekeza kwake nini. Alipopata pesa tu ya kutosha, akawakusanya watafiti wote ambao walikuwa wamepanga kwamba hawa ndio watakuwa watafiti wa kutengeneza kifaa Edison, akawaweka mahali pamoja katika maabara ya Theranos. Halafu pia aliajiri mkurugenzi wa masuala ya fedha katika kampuni ya Theranos, jamaa mmoja jina lake Henry Moshe. Henry Moshe ni mtaalamu mmoja wa hesabu ambaye anajulikana sana huko Marekani katika masuala ya accounting na kila kitu, masuala ya hesabu huku hivyo. Sasa ndani ya miezi mitatu Elizabeth Holmes alikuwa amefanikiwa kukusanya pesa dola za Kimarekani milioni 6 kutoka kwa wawekezaji. Hayo ni mabilioni ya fedha katika pesa ya Kitanzania. Lakini kabla hajaendelea, yule profesa ambaye alimshauri kwamba vumbua kitu katika sayansi ya mwili wa binadamu alimpigia simu. Akamwambia, Elizabeth, nimeona nikupigie mapema kabla hujapiga hatua, na sina taarifa nzuri sana na wala sina lengo la kukatisha tamaa, bali nataka nikwambie ukweli wa mambo. Elizabeth akamwambia, profesa, nakusikiliza. Profesa akamwambia hivi, lile wazo uliloniambia juu ya utengenezaji wa kifaa Edison nimelichakata na nimeona haliwezekani. Eliza akamwambia, profesa, unasemaje? Akamwambia, ndio,
nimefuatilia na nimeona wazo lako haliwezekani. Akamwambia Eliza, nisikilize. Si kwamba vifaa tulivyo navyo hospitalini na vilivyopo katika maabara mbalimbali kwamba havina uwezo au ni vya kizamani. La hasha. Complication ipo katika damu ya binadamu yenyewe. Yaani kwa kifupi ni kwamba vifaa tulivyo navyo havina shida kabisa. Ukitaka hata tungekuwa na uwezo, yani tungetaka vifanye kazi ndani ya dakika 15 vingeweza kufanya kazi, lakini shida haipo kwenye vifaa. Shida ipo kwenye nature ya damu ya binadamu. Yaani damu ya binadamu ilivyoumbwa tu. Hiyo ndo shida yenyewe. Akamwambia, unasema wewe unataka magonjwa yote katika maabara yako kupitia vifaa vyako vya Edison, mtu aweze tu kutoa damu iliyopo katika kidole tu na ionyeshe kila ugonjwa, si ndio? Eliza akamwambia ndio. Akamwambia sasa hiyo haiwezekani kwa sababu ya nature ya damu ya binadamu na mwili wa binadamu ulivyo. Akamwambia hivi, damu ambayo inatoka katika kidole na damu inayotolewa kwenye mishipa ni damu mbili tofauti. Akamwambia ndio maana leo hii kuna ugonjwa mtu akitumia damu ya kwenye kidole hauonekani, lakini akitumia damu ya kwenye mishipa inaonekana. Huo ugonjwa unafanyaje? Unaonekana. Kwa hiyo shida haipo kwenye vifaa, bali shida ipo kwenye complexion au sophistication ya mwili wa binadamu wenyewe na damu ya binadamu. Akamwambia wewe unataka tu kwamba watu wakifika wakiweka tu damu zao ndani ya dakika 2 tu DNA ishaonekana kama watu ni ndugu wanahusiana au vipi? Akamwambia lakini shida haipo kwenye vifaa vilivyopo hospitalini. Shida ipo kwenye damu yenyewe ya binadamu. Kwa hiyo sitisha hilo zoezi ambalo unataka kulifanya na hao watafiti warudishe makwao, kwa sababu hilo wazo lilonalo haliwezekani, kwa sababu shida sio vifaa vilivyopo sasa hivi au katika zama hizi, bali ni complication ya damu ya binadamu yenyewe. Damu ya kwenye kidole haiwezi kufanana na damu ya kwenye mishipa, na ugonjwa unaoonekana kutokana na damu ya kwenye mishipa hauwezi yani hakuna asilimia zote kwamba utaonekana kutokana na damu ya kwenye kidole. Na wala damu ya mwanadamu huwezi tu kaiweka kwenye kifaa ikawa analyzed hapo wanasema ndani ya masekunde tu majibu yao yametoka, kwamba ikawa imeskaniwa ikawa analyzed na ikaonyesha kwamba ina changamoto 1 2 3 au haina changamoto 1 2 3. Haiwezekani, kwa sababu nature ya damu ya binadamu ipo very complicated, au yani ni ngumu sana, ipo very sophisticated. Profesa alipomwambia hivyo Eliza alimwambia kitu kimoja, profesa, mimi nimeshaanza na sirudi nyuma. Profesa akamwambia kwa mara ya pili, ninakutakia mema. Sasa muda ulienda, watafiti wakaanza kazi. Wameanza kazi, lakini mtafiti mmoja baada ya mwingine akaanza kumwambia, madam, hili wazo ulilonalo haliwezekani. Tunaweza tukatengeneza kifaa, lakini hakitofanya hiyo kazi ambayo wewe umeahidi jamii au umeahidi watu au wawekezaji kwamba kitafanya. Yaani kwa kifupi, kifaa tunaweza tukakutengenezea hiki hapa, lakini hakitofanya hiyo kazi ya kusimplify sana upimaji damu ya mwanadamu. Na kila mtafiti aliyekuwa anajaribu kumwambia hivyo Eliza alikuwa anakasirika, anamfuta kazi, anamwambia sitaki bad energy, yani sitaki mtu akunikatisha tamaa, tunaendelea mbele. Anaajiri mtafiti mwingine, wanakuwa watafiti wengine tena wanaenda, atakayemwambia tena kwamba ili wazo lako haliwezekani, anafutwa kazi. Sasa 2004 ikaisha, 2005 ikaisha, hakuna kilichofanyika. 2006, kumbuka hapo wawekezaji bado wanawekeza katika kampuni ya Theranos. 2006 mwishoni, Henry Moshe, mkurugenzi wa masuala ya fedha ya Theranos, alimwambia Eliza kwamba mimi naona tuache kupokea pesa kutoka kwa wawekezaji. Eliza akamuuliza kwa nini? Kwa nini unasema hivyo? Akamwambia tunaendelea kukusanya pesa kutoka kwa wawekezaji wakati watafiti wote wanaopita hapa wanasema kabisa kwamba Edison hawezi kutengenezwa. Labda tutengeneze kifaa, lakini hakitofanya ile kazi ambayo tumewaahidi wawekezaji kwamba kitafanya. Kwa hiyo mimi nilikuwa naona tuache kupokea au tusitishe zoezi la kupokea pesa kutoka kwa wawekezaji. Na muda huo walikuwa wameshakusanya takriban dola milioni 200 za Kimarekani kutoka kwa wawekezaji mbalimbali. Sasa Eliza alivyosikia vile akaona mimi sitaki bad energy, yani sitaki mtu ambaye ananikatisha tamaa. Akamwambia Henry, ninakufukuza kazi. You know what? Henry, you're fired. Henry akamwambia Eliza haiwezekani. Akamwambia ndio, mimi nakufukuza kazi, yani unaniletea bad energy. Umeona kabisa kila ambaye anajaribu kunikatisha tamaa, kila mtafiti ambaye anakuja hapa anajaribu kunikatisha tamaa, ninamfukuza. Na wewe unaanza kuniambia tena habari za tuache kupokea pesa kutoka kwa wawekezaji. You know what? You're fired. Yani Eliza yeye alikuwa anataka mtu tu wa kumpamp kila muda, yani hataki kukosolewa, hataki nini hivyo. Sasa Henry kwa hasira aliamua kuita kikao na bodi ya wakurugenzi wa Theranos pamoja na wawekezaji wote.
Wakafika katika kile kikao, akawaambia jamani, waheshimiwa, mabosi, huyu mwanamke anawatapeli. Unasemaje dogo? Akasema jamani, huyu mwanamke anawatapeli, anawadanganya. Hicho kifaa Edison hakiwezi kutengenezwa. Watafiti anafukuza kila siku watafiti kwa sababu wanamwambia ukweli kwamba hicho kifaa anachokitaka hakiwezekani, kwa sababu shida haipo katika vifaa vilivyopo, bali shida ipo katika nature ya damu ya mwanadamu. Kila mtafiti ambaye anamwambia ukweli lazima afukuzwe kazi. Sasa na mimi kanifuta kazi baada ya kumwambia kwamba tusitishe zoezi la upokeaji pesa kutoka kwa wawekezaji, kwa sababu hakuna mwanga wala hakuna nuru ya Edison kutengenezwa. Yaani kila siku watafiti wanakuja, wanaishia njiani, wakimwambia ukweli anawafukuza kazi. Kwa hiyo mchunguzeni huyu mwanamke kabla hamjaendelea kuwekeza pesa zenu. Bodi ya wakurugenzi kakasirika, ikamuita Eliza. Sasa kuna tabia moja ya Eliza. Eliza alikuwa na haiba moja hivi, akiongea na wewe lazima ushawishike. Yaani ukiwa unampinga, akiongea na wewe unashawishika tu. Yaani hiyo ilikuwa ni moja ya tabia yake au haiba yake. Sasa Eliza alivyoitwa kwenye kile kikao cha wakurugenzi na wawekezaji, alienda akiwa na ujasiri sana. Alipofika pale, hatujui kule ndani aliwaambia nini, lakini Elizabeth aliweza kuwashawishi wawekezaji na bodi ya wakurugenzi, wakampatia hisa nyingi kuliko kila mmoja katika kampuni ya Theranos. Yaani kwa kifupi ni kwamba licha ya kwamba Elizabeth ndo alikuwa mwanzilishi na alikuwa mwenye wazo nini, lakini sio yeye ambaye alikuwa na hisa nyingi katika kampuni ya Theranos. Lakini sasa alipoingia kwenye kile kikao ambacho watu walikuwa wamemuita wakiwa na hasira sana, wanataka majibu, alichokisema Henry ni kweli au uongo, aliingia kule na akaweza kuwashawishi, wakampatia hisa nyingi kuliko mtu yoyote katika kampuni ya Theranos. Kwa hiyo kipindi kile 2006 Theranos ilikuwa ina utajiri wa dola milioni 200. Elizabeth alipatiwa umiliki wa 50% ya hisa za Theranos. Kwa hiyo katika kampuni ya Theranos, Elizabeth alikuwa na utajiri wa dola milioni 100. Halafu hizi milioni 100 ndio zilikuwa zimegawanywa katika wawekezaji mbalimbali. Lakini pia aliweza kuwashawishi, wakapitisha sheria kwamba yeye ataajiri na atafukuza mtu yoyote yule ambaye anamtaka, ili mradi tu Edison aweze kutengenezwa bila kuulizwa. Yaani akiamua kumfuta kazi mtafiti fulani, hata kama bodi ya wakurugenzi ilikuwa inampenda, hawatomuuliza. Yaani walimpatia hiyo nguvu kwamba hataulizwa wala nini, yeye atafuatilia masuala ya tafiti na wafanyakazi wote wa Theranos. Akiamua kumfukuza mtu na kumleta huyu, haulizwi chochote. Wakapitisha hiyo sheria. Elizabeth alipotoka kwenye kile kikao, aliita kikao kingine na wafanyakazi wote wa Theranos. Akawaambia, mnaona hiki ambacho Henry amekifanya? Nimemfuta kazi kwa sababu anataka kuniletea roho ya kukata tamaa, lakini mimi sitaki mtu ambaye ananikatisha tamaa. Nimemfuta kazi, kaenda kaita kikao na bodi ya wakurugenzi pamoja na wawekezaji. Labda niwaambie kitu kimoja, mtu mwingine akijaribu kufanya hiki kitu ambacho Henry amefanya, sitoishia kukufukuza kazi, bali nitakufungulia mashtaka na ninakuahidi huko mahakamani nitakushinda. Watu kusikia hivyo wakaona isiwe tabu, wakatulia. Na baada ya hapo Elizabeth alibadilisha mfumo wa ufanyaji kazi katika kampuni ya Theranos. Hakukuwa na weekend. Yaani watafiti wale walikuwa wanafanya kazi mpaka Jumapili. Akiwapa pressure sana, akiwaambia kwamba ametoka kuwaahidi wawekezaji kwamba kifaa Edison kinaelekea kukamilika. Yaani baada ya kuingia kwenye kile kikao akawaambia ukweli kabisa kwamba bado kabisa. Yeye Eliza aliwaambia pia kwamba Edison anaelekea kukamilika. Hasa na wawekezaji wakapata moyo, ndio maana wakamwachia tu 50% ya hisa, kwa sababu walikuwa wanajua kabisa kwamba Edison akishaanza kuuzwa duniani kote watapata mabilioni na mabilioni ya pesa. Namna hiyo 2007 ikaingia, Edison hakukamilika kutengenezwa. 2008 ikaingia, bado. 2009 ikaingia, hakuna kinachoeleweka. Wawekezaji wakiuliza, anawaambia jamani, bado kidogo. Na hapo bado anazidi kupokea pesa kutoka kwa wawekezaji mbalimbali duniani kote. Anapokea pesa kutoka wawekezaji Canada, England, Marekani, humo. Watu wanazidi kuwekeza pesa katika wazo lake kwa sababu wanaona ili wazo likitiki tutatengeneza mamilioni ya pesa. Unaona? Sasa 2010 ikafika. Kuna kampuni moja kule Marekani inaitwa Walgreens. Walgreens wanamiliki malls na supermarkets nyingi sana katika majimbo mbalimbali, yani karibia nchi nzima ya Marekani. Na katika kitu ambacho kinawapa sifa kubwa sana Walgreens, wao wana pharmacy kubwa sana za madawa ya binadamu, lakini pia walikuwa wanataka kuanzisha maabara
mwaka huo 2010, yani kwamba mtu akitoka pharmacy katika pharmacy ya Walgreens anaweza kwenda maabara akapima, au akatoka maabara akaingia pharmacy namna hiyo. Sasa hawa Walgreens walikuwa wanamiliki mapharmacy makubwa sana ya madawa ya binadamu katika karibia nchi nzima ya Marekani. Sasa walikuwa wanataka wafungue na maabara, ikabidi waende Theranos, wakaomba kupartner na Theranos, yani kwamba waingie katika biashara na Theranos. Walipofika kwa Eliza aliwaambia kitu kimoja, mimi nakubali kupartner na nyie, nakubali tuingie katika biashara pamoja, lakini ninaomba yani jamii sijue, yani dunia isijue kwamba mimi nipo katika makubaliano na nyie ya kibiashara. Wakamuuliza kwa nini, akasema hapana, ni sababu tu za kinini, za kipersonal, yani za mimi sitaki dunia ijue kwamba mimi nipo katika umoja wa biashara pamoja na nyie. Wakamwambia poa, hamna shida, kwa hiyo tufanyeje ili kupatana na wewe? Akawaambia ninahitaji dola milioni 140, mabilioni ya pesa katika pesa ya Kitanzania hayo, ili Edison atakapokamilika nitawasambazia kwanza nyie. Yani Edison, kifaa Edison kitapatikana kwanza kwenye maabara na pharmacy za Walgreens. Baada hapo ndipo kitaanza kupatikana duniani kote. Walgreens wakasema hamna shida, kwa sababu walipiga hesabu wakaona kabisa kwamba Edison akianza kwanza kupatikana katika pharmacy zao na maabara zao watapata faida kubwa sana. Kwa hiyo Walgreens walipeleka hiyo dola milioni 140 kwa Eliza, wakampatia. Sasa wakakubaliana, wakaandikishana mkataba. Haya Eliza, sisi tumekupatia pesa, kifaa unatupatia lini? Akawaambia mwishoni mwa mwaka. Akasema lakini mwishoni mwa mwaka huu 2010 ni mapema sana. Wakamwambia hamna, tunakuwa tumekupa muda ni miezi mingi, mpaka mwishoni mwa 2010 isitoshe, umesema kwamba kinaelekea kukamilika. Akamwambia unajua masuala ya utafiti bana, tufanye 2011 mwishoni. Walgreens wakasema hamna shida, wakizingatia faida ambayo wataitengeneza, wakaona sio vibaya kusubiria mpaka 2011 mwishoni. 2011 mwishoni ikafika, Eliza hakupeleka mashine au kifaa Edison kwa Walgreens. Walgreens wakapiga simu kwa Eliza, mbona hatuelewi tulikubaliana 2011 mwishoni. Elizabeth alichofanya, alichukua zile mashine za kawaida za upimaji damu, hizo ambazo alikuwa anazinanga, anasema kwamba zinatumia muda mrefu sana kutoa majibu, akazichapa logo ya Theranos, halafu akapeleka Walgreens. Alipopeleka Walgreens wakamwambia, wewe mbona hizi mashine tunazifahamu, hizi ndio hizi za kawaida zilizopo hospitalini, hata hapa Walgreens tunazo. Unaona? Akasema ndio najua, ila tumeona kwanza tutengeneze hizi tuwaletee, na zimetengenezwa na Theranos. Kumbe yeye kazipiga chapa tu ya Theranos, yani kazipiga tu logo ya Theranos. Tumeona tuwaletee hizi kabla hatujamleta mwamba mwenyewe Edison. Kwa hiyo tumieni hizi kwa wagonjwa na wateja nini, lakini Edison atakapokamilika tunawaletea. Walgreens wakasema hamna shida, lakini hiki hakikuwepo kwenye mkataba wetu, kwa hiyo ni kama vile umetupa bure. Nimewapa bure. Muda huu bado wawekezaji wakimuuliza, wanamwambia Edison anaelekea kukamilika, kifaa kinaelekea kukamilika, na bado anazidi kupokea mamilioni ya fedha kutoka kwa wawekezaji, wakati ameshajua kabisa kwamba hiki kifaa hakiwezekani. Yani muda huo Eliza alikuwa ameshajua kabisa kwamba hiki kifaa ninachokitaka hakiwezekani. Alileta watafiti kutoka Japan, akaleta watafiti kutoka Korea, akachukua Waarabu, akachukua kina nani, akachukua Wahindi, lakini wote walikuwa kifika pale wanamwambia hiki kifaa unachokitaka hakiwezekani, kwa sababu shida sio kwenye vifaa tulivyo navyo, shida ipo katika mwili au damu ya binadamu yenyewe. Kwa hiyo unachotakiwa kudili nacho labda damu ya binadamu, na unadili nayo nayo, yani hivyo ndivyo ilivyoundwa, yani ndivyo ilivyoumbwa. Kwa hiyo hauwezi ukafanya kitu chochote hapo namna hiyo. Elizabeth alikaa na Walgreens, wakakubaliana tena kwamba atapeleka kifaa Edison katika pharmacy na maabara za Walgreens katikati ya mwaka 2012. Lakini katikati ya mwaka 2012 ilipofika, aliwapiga kalenda tena, akawaambia mwishoni mwa mwaka 2012. Walgreens wakaona sasa huyu mwanamke anacheza na akili yetu. Tumeshampa pesa. Bado unajua ile Walgreens ikabidi wamwambiaje Eliza, kama imeshindikana rudisha mpunga wetu. Lakini Elizabeth aliwaambia hapana, ninawaahidi 2013 kifaa Edison kinakamilika. Yani nawaahidi hiyo, yani kaeni nayo tu kwamba 2013 ninawaletea kifaa. Walgreens wakasema hamna shida, sisi tupo hapa tunakusubiri. 2013 Elizabeth hakupeleka tena kifaa Edison. Walgreens ikabidi wachapishe katika mitandao ya kijamii kwamba jamani, sisi tuliingia katika mkataba na kampuni ya Theranos, na Bi Eliza hakutaka
kupadna kwetu kujulikane katika jamii. Sasa tumeanza kuelewa kwa nini hakutaka kujulikane, kwa sababu alikuwa anajua kabisa hawezi kutupatia hicho kifaa, na tulimpatia dola za Kimarekani milioni 140, lakini mpaka leo hatujapokea chochote namna hiyo. Sasa ikaleta skendo fulani hivi, lakini ikapotea. Yani ilikuwa kauvumi fulani hivi, lakini kakapotea. Sasa kumbe kuna investigative reporter mmoja, yani hao waandishi wa habari wapelelezi mmoja, alikuwa kashaanza kumfuatilia nani? Elizabeth. Sasa yule investigative reporter alikuwa ameanza kuandika juu ya utapeli wa Elizabeth, na alikuwa anatarajia kukamilisha upelelezi wake juu ya utapeli wa Elizabeth muda si mrefu. Sasa Eliza alivyosikia hivyo akasema, nani huyu ambaye ananifuatilia anaandika habari zangu bila ridhaa yangu? Akamfuata yule reporter. Yule reporter alikuwa anaitwa John, yani yule mwandishi wa habari alikuwa anaitwa John. Akaenda kumtishia, akamwambia, Mwamba, na kuonya, futa habari zangu na usichapishe chochote juu yangu, la sivyo nitakuchukulia hatua. Kwa sababu muda huo Eliza alikuwa na pesa nyingi. Kumbuka ana 50% ya hisa za Theranos, kwa hiyo alikuwa tajiri mkubwa sana. John yule akamjibu kitu kimoja yule mwandishi wa habari, akamwambia, yani wewe ndio kunijui mimi? Akamwambia, hivi unajua mimi namfanyia kazi nani? Akamwambia hapana. Akamwambia, mimi nafanya kazi katika jarida au gazeti la The Wall Street Journal, na unamjua bosi wangu nani? Rupert Murdoch. Sasa huyu Rupert ni moja ya mabilionea wakubwa sana kule Marekani, na hili gazeti la The Wall Street Journal ni gazeti ambalo linafanya vizuri sana kule Marekani. Yani ni gazeti au jarida ambalo lina hit sana na linajulikana kwa stories za kweli. Yani wakikuchapisha wale wakiwa wamekuandika, jua ni ukweli, yani ukweli wako ndio umeukuta pale kwenye gazeti lao. Sasa Elizabeth alipomwangalia Rupert Murdoch, na ukiangalia huyo Rupert ni moja ya mabilionea wanaogopeka, yani pesa zao yani ni ushee, mapesa kama yote, unaona, na ana connection za kushata, yani huku akigeuka huku connection, akigeuka kule connection. Elizabeth alibidi amfuate Rupert. Anakuja kuangalia, kumbe na Rupert ni mmoja katika bodi ya wakurugenzi wa Theranos. Akamfuata akamwambia Rupert, naomba muonye kijana wako na umwambie au umwamrishe afute lile jarida ambalo anaandika juu yangu. Anaandika juu yangu, sijui anaandika nini, lakini ananipeleleza sana na amekuwa akiongea na wafanyakazi wa Theranos na watafiti ambao niliwafukuza kazi. Rupert akamjibu kitu kimoja Eliza, akamwambia hivi, kwani una kitu cha kuficha? Eliza akamwambia, hapana, sina cha kuficha. Akamwambia, kwa nini unaogopa? Akamwambia, wewe unalifahamu jarida langu au gazeti langu The Wall Street Journal hatuandiki habari za uongo, na mimi siwezi kuingilia investigative reporters au waandishi wangu wa habari katika kazi yao. Siwezi kabisa. Kama huna cha kuficha, wewe kaa tu kwa amani. Basi ujue hilo jarida linaloandikwa linaandikwa kukusifia. Wamepeleleza kwa sababu wanaona una mazuri yako, wanaandika, lakini kama una mabaya pia yatakuwa exposed. Kwa hiyo Eliza akakosa namna ya kuendelea na yale maongezi, ikabidi aondoke. 2015 yule mwandishi wa habari alikuwa amekamilisha upelelezi juu ya Eliza. Lile gazeti lilichapishwa jamani, lilienda viral Marekani nzima. Yani mitandao ya kijamii yote walikuwa wanamuongelea Eliza, utapeli wake nini. Na muda huo Eliza alikuwa ameshajikusanyia maadui kila sehemu. Halafu ikaja kaibuka na ile skendo ya Walgreens. Kumbuka ilipochapishwa 2013 haikupata attention sana, yani watu wakuifuatilia sana hivyo. Kwa hiyo na ile skendo ya Walgreens ikaibuka tena. Watu wakaanza kusiu sasa. Yani watu wakaanza kumfungulia mashtaka, wawekezaji wanataka pesa zao, watu waliokuwa wamewekeza pesa zao kwake wanataka pesa. Nini? Yani kila mtu anataka pesa yake. Na muda huu Elizabeth alikuwa amekusanya takriban dola bilioni 9 za Kimarekani, zaidi ya trilioni 22 bilioni 900 na ushe za Kitanzania. Yani alikuwa amekusanya kutoka kwa watu kwa pesa Kitanzania tungesema amekusanya trilioni 22 trilioni 22 bilioni 990 na uchafu huko kwa mwaka 2015. Yani ukiweka katika rate ya mwaka 2015. Sasa muda huo FBI wakaenda katika maabara ya Theranos pale ambapo alikuwa anasema anatengenezea kifaa Edison. Walipofika pale walikuta mashine za kampuni nyingine ambazo zinatumika kupima damu. Alafu amezichapa logo ya Theranos. Ndio hizo ambazo alizipeleka wapi? Alizipeleka Walgreens wakati wanamkaba kwamba afanyaje, awapatie kifaa chao, akaamua kuwapatia hizo mashine za kawaida. Namna hiyo wakamchukua kwa ajili ya maongezi hapa na pale FBI hao. Kampuni ya Theranos ikasimama kwanza. Sasa Elizabeth alipoona hapa mambo yanaenda kuwa mabaya,
akaanza kurudisha pesa za wawekezaji, lakini muda ulikuwa umeshaenda. Alafu unajua bana, matajiri hawatakagi longolongo za hapa na pale. Unawachokoza, wanakutupia tu jela. I say. Sasa kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Akaanza kurudisha pesa za wawekezaji nini. Elizabeth alifunguliwa na mashtaka na watu wengi sana, na hiki ndicho kitu ambacho kilifanya kesi yake ikawa viral sana. Yani kesi ya Eliza ilikuwa kesi iliyoitikisa Marekani. Yani watu walikuwa wanafuatilia kujua nini kinaendelea kwenye hii kesi na nini hivyo. Sasa Elizabeth baada ya kuona mambo yanakuwa mabaya, akapangiwa usikilizaji wake wa kesi mwaka 2020. Akaamua kubeba mimba. Yani katika ule usikilizaji alikuwa anaona kabisa naenda kusema tu kusikiliza kesi, bali na hukumu itatolewa pale pale. Yani alikuwa ameshaliona hilo, kwa sababu alikuwa amecheza na akili za watu wenye pesa nyingi. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa hukumu yake haitochelewa. Kwa hiyo akaamua kubeba mimba. Ila ameenda katika usikilizaji wa kesi ana mimba kubwa, akaonewa huruma, hivyo wakaahirisha, wakasema mwaka 2022. Hata mwaka 2022 kaenda kusikiliza kesi, akaenda na mimba nyingine tena ya pili. Wakaona huyo mtu anataka kutuchezea akili. Hapana. Wakamwambia utajifungua ukiwa jela. Akaomba aachiwe kwa masharti, yani walikuwa anataka sasa kumkamata tu akajifungulie jela. Akaomba aachiwe kwa masharti makali, aende akajifungue kwanza, na hapo ndipo alipojua kabisa kwamba watu hawataki kutaniwa akili. Kwa hiyo alienda akajifungua. Alipojifungua tarehe 18 Novemba mwaka 2022, huo baada tu ya kujifungua, alihukumiwa miaka 11 na miezi mitatu jela, lakini anakaa katika jela ambayo haina ulinzi mkali. Kwa hiyo saa nyingine anapelekewa watoto wake hivyo, yani ambayo haina ulinzi mkali, kwa sababu alikuwa ametoka kujifungua, ana watoto wadogo namna hiyo, na hajafanya kosa kama la uuaji au la utumiaji silaha. Kwa hiyo ndio maana akawekwa katika jela ambalo halina ulinzi mkali, lakini yupo jela. Na akiwa jela kuna picha ambazo zilisambaa mtandaoni akiwa anawacoach wa mama waliopo pale jela, yani wanawake wengine, anawakocha, anawafundisha vitu, anawafanyisha mazoezi, yani ameanzisha kama ka club ka kufanya mazoezi. Unajua bana, mtu akiwa na tabia nzuri kifungo kinapungua. Lakini Elizabeth hakuishia hapo. Alijaribu kukata rufaa mara mbili. Mara ya kwanza akakataliwa, mara ya pili pia akakataliwa, mara ya tatu wakamfungia kabisa kwamba hawezi kukata rufaa tena. Kwa hiyo itabidi akae miaka 11 na miezi mitatu ndio ataachiwa. Hivyo watu walimpongeza kwa sababu ni mtu mwenye kuthubutu, lakini walimcriticize kwamba alijua kabisa tangu mapema kile kifaa hakiwezi kutengenezeka, lakini aliendelea kutapeli watu. Yani Elizabeth alikuwa ameshajua ukweli kabisa kwamba kinachokitaka hakiwezekani, lakini kwa sababu ya tamaa ya pesa aliendelea kukusanya pesa kutoka kwa wawekezaji. Yani mpaka ikafikia kipindi akachukua mashine za kawaida hizi ambazo zimezoeleka, akazichapa logo ya Theranos. Yani hiyo ni uibaji wa mali kutoka katika kampuni nyingine, unaona. Kwa hiyo watu wakawa wanasema huyu mwanamke tamaa nini namna hiyo. Hebu tuambie hapo chini unaionaje hii kesi? Tuambie unaionaje hii kesi ya Elizabeth Holmes. Jamani, usisahau ku like, ku subscribe na ku comment. Asante sana.